Na niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, ni mzima buheri wa afya. Umekuja kutazama burudani? Nilikuja kuangalia mpira, na mimi ni shabiki wa mpira ambaye nahusika zaidi kwenye picha, kwa sababu mimi pia ni mchezaji. Kwa hiyo nakuja kuangalia namna gani ya ufundi ambavyo upo kwa wenzangu ambao wametuzidi. Kwa upande wangu sio matokeo mazuri sana kutokana na namna ambavyo timu yangu inavyokusanya alama. Kwa maana kwamba kwenye ligi lazima mshindani apatikane. Kwa hiyo kwa mshindani wangu ni kumwangalia yeye kila mechi. Mpaka sasa hivi wamecheza mechi mbili ambazo ukiangalia za ligi zinakaribiana, ukiachana na kuwini alama 3 lakini imeshinda magoli 9. Kwa hiyo unaona kabisa ni timu ya namna gani ambavyo inacheza vizuri kiwanjani na kwenda kufunga. Ukiangalia namna yao ya ulinzi hawajaruhusu wao magoli mengi. Kwa hiyo ukiangalia na mimi timu yangu ambavyo inaenda inasuasua, naona mimi matokeo sio mazuri sana kwa upande wangu, lakini kwa upande wa Yanga ni matokeo mazuri, kwa sababu hata kama haijacheza vizuri inahakikisha imekusanya alama 3 muhimu. Ndio namna ambavyo walivyocheza Young Africans pia leo tunaweza namna ambavyo ilivyocheza Young Africans kwa siku hii leo tunaweza kusema ni kipimo sahihi kuelekea katika mchezo wa siku ya Jumamosi. Naam, kwa sababu unajua ili kusudi uwe na kesho bora lazima uanze kwanza na leo. Ili kusudi uwe na kesho bora lazima uanze na leo ambayo iko vizuri. Kwa hiyo ukiangalia kimaandalizi, mechi hii ni mechi nzuri, na pia uliona hata Dodoma Jiji walikuja na ushindani halisi. Mimi sikuamini kama Dodoma Jiji na hii Yanga itaisha kwa Yanga pengine kufunga magoli 3, kwa sababu ukiangalia dakika ya kwanza mpaka dakika 30 walionyesha kabisa ni washindani, na pia ambapo walipata goli la kwanza mapema uliona kabisa walikuwa wanaonyesha kabisa ni wapinzani halisi. Kwa hiyo ili kusudi kesho bora lazima uanze na leo. Kwa hiyo kama leo Yanga wameanza wameshinda, basi inawaletea morali na namna gani ya kuja kupambana na timu ya National Real ambayo yenyewe kidogo ni timu kongwe nasema, na ni timu ambayo ni wazoefu, lakini bila kuangalia matokeo ya mbele, kupitia matokeo haya watapata nguvu zaidi ya kwenda kupambana ili kusudi wakawini alama 3, kwa sababu ukiangalia wao kwenye zile alama 9 za nyumbani hamna alama ambayo wamepoteza. Yanga wamechukua alama 3, pia wameenda ugenini wamefanikisha kudraw. Kwa hiyo mechi hiyo itakuwa ni muhimu sana kwa upande wao, ambao inatakiwa wapate alama 3 ili kusudi wajihakikishie wako kwenye nafasi nzuri kwenye upande wa mechi za kimataifa. Mechi ya mwisho na JS Kabylie ili kusudi waje washinde, wajihakikishie kabisa, kwa sababu sasa hivi ukiangalia wana alama 4, alama 3 wamechukua nyumbani, alama 1 ugenini. Wana mechi muhimu sana, na hiyo katika mechi yao na kundi lao ni kama mechi ya fainali. Kwa hiyo wakija wakazia vizuri wakapata alama 3, basi tunaweza tukaona kama sio timu moja au timu mbili wawakilishi wa Tanzania wanaweza tukapata mwaka huu. William, baadhi ya mashabiki wengi wa Canada hapa nchini kwetu Tanzania wanamfananisha mshambuliaji mpya wa Young Africans Depo kama Fiston Kalala Mayele, wanasema ni mshambuliaji mwenye aina ile. Ukiangalia Depo hii ni mechi yake ni balaa jipya mjini, kwa sababu hii ni mechi yake ya pili. Ile mechi ya kwanza ambao alicheza hapa nadhani na Mashujaa kama sikosei, alienda akascore pia akaassist. Umeangalia mechi hii hapa pia amefunga goli 2. Nadhani goli la kwanza ile la penalty alifunga yeye, si ndio? Na goli lingine ambao amepiga header. Kwa hiyo inaonyesha ni mshambuliaji mzuri sana tena sana, na amekimbia vizuri. Ukiangalia hata Dube leo, japokuwa kocha alianza na washambuliaji wawili mbele, lakini Dube alikuwa na hatari sana, kwa sababu alitokea kulia mwa uwanja, alitokea pembeni, lakini Depo kutokana na alivyosimama katikati pale ameonyesha umwiba wake, na ameonyesha kwa nini Yanga walimhitaji. Ameenda kuwalipa kile kitu ambacho Yanga walikuwa wanamhitaji kwenye kiwanja. Depo ni mchezaji mzuri, ukiangalia hata mpira namna ambavyo ana move na mpira anaonyesha ni mchezaji mzuri sana. Kama watampa muda na kumpa nafasi nzuri, Depo anaweza akawa ni mlisi sahihi wa Fiston Kalala Mayele. Wile, umeona timu yako inaendelea kushusha vyuma hivi sasa. Mpaka kuna muda sasa tunataka tumwambie boss kule basi inatosha. Tuwaone sasa wachezaji uwanjani. Unajua shida sio kumsajili mchezaji mzuri. Je, yule mchezaji anakuja kuonesha kile kitu ambacho tumemsajilia uwanjani? Kwa mfano tu unaona kama Depo mechi ya kwanza tu ameonesha mechi ya pili. Kwa hiyo sasa ni muda wa kuwaona sasa wale wachezaji na kuwaweka kwa pamoja, waende wakacheze ili kusudi tuone. Maana kila muda kila saa Simba wanashusha wachezaji wawili, wanashusha kama sio wachezaji watatu. Hata ni muda wa kuwaona wachezaji wetu kwenye kiwanja. Pia ishi nyingine kwa viongozi, wajaribu kulinda viwango vya wachezaji. Unaweza kumsajili mchezaji mzuri akaja hapa baadaye ule uzuri wake usionekane. Ukiangalia tu nyuma tu hapo tumemsajili Sima Ema akiwa na timu ya South Africa kama team captain, na amecheza vizuri sana, lakini amekuja hapa sijui
wamewahi kumuonesha kitambaa cheupe na Sinza wamewahi, yani sioni yule Neo Maema ambaye sisi tumemsajili kutokana na kiwango chake kutoka kwenye timu ya taifa. Kama wataweza kuvilinda viwango vya wachezaji wetu na wachezaji ambao tumewasajili, nadhani ni sajili nzuri, kwa sababu ni sajili ambazo zinahusika moja kwa moja kiufundi, kwa sababu kocha mwenyewe Beka ndio anahusika moja kwa moja. Huyu mchezaji ashaye kufanya naye kazi, ndio anamleta aje afanye naye kazi nyingine. Kwa hiyo tukiwapa muda kwenye kiwanja cha mazoezi, japokuwa wana muda mchache, nadhani tutaona wataturudishia yale matumaini. Mimi nadhani sasa hivi tuambie tumeomodeji ile kadi ya kusajili wachezaji, nadhani iwe tamati sasa, tuje tuwaone wachezaji, kwa sababu ukiangalia mashindano mengi yako mbele yetu, inatakiwa sasa twende tukapambane ili kusudi tuone tunasogea kwa namna gani mbele. Shukrani sana Willy. Asante sana.